Pale tulipoishia. Anasema nataka chumba kimoja. Kadi imeandikwa Shannon Lewis. Anasema mpenzi wangu amelewa sana. Basi akampatia funguo za chumba na akamwambia asante. Basi wakaelekea katika chumba chao. Wakiwa chumbani bwana, binti akawa anasema na mwili mzuri kweli kweli, lakini anaangalia kidonda. Asema kidonda vipi? Asema ngoja nikupatie matibabu ya kwanza, lakini hakuna ganzi na bado jikaze tu. Mshikaji akawa anasikia maumivu kweli kweli, wanatibu kidonda. Lakini moyo wake wote ulikuwa unaangalia binti tu. Amemzimikia sana. Binti akawa anafunga, akamwambia damu zitaacha kutoka sasa. Inabidi ujikaze. Sogea hapa nikufunge. Basi binti akawa anamfunga na bandage. Jamaa akamuuliza kwamba ni dokta. Binti akasema ndio, mimi ni dokta kijijini. Basi jamaa akawa anampenda kweli, moyo unazimika kweli, anaangaliana tu uso. Binti akaendelea kumfunga. Anasema kwa sasa inabidi upumzike kidogo. Basi jamaa inabidi apumzike. Binti akawa anawaza ndani ya moyo wake. Anasema singekimbia na wewe. Ningekuwa peke yangu tunahangaika. Ningekuwa nimekaa sehemu nalia peke yangu. Basi naye akajilaza pale pale kitandani. Jamaa kumbe alikuwa hajalala kabisa. Basi akaamka akawa anamshikashika sura mwanamke. Asubuhi nyingine tena, binti alivyoamka akajikuta yuko kitandani, akashtuka kweli kweli. Anasema mjinga amekimbia tena. Basi akajiangalia akakuta yuko salama. Jamaa naye akafika akamwambia umeamka? Binti akawa anaogopa kweli kweli. Basi jamaa akasema bwana nataka breakfast, nina njaa sana. Binti akamwambia jana nimekusaidia, hela zangu zimeenda sana. Kwa sijabakiwa na hela yoyote. Basi jamaa akamsogelea binti. Akasema nipatie mkono wako. Binti akatoa mkono wake na jamaa akamvisha pete. Tutaendelea na sehemu inayofuata.